Mimi naitwa kwa jina Maeshe Kaasha Simba Wankutu, koordinatere ya Wazalendo Axe Walungu Shabunda Kabare. Na kisi unaniuliza, ndio kwa kweli M23 iko Nzibira, tunachangia Nzibira. M23 iko ngambo moja na sisi tuko ngambo ingine, lakini tunajua kama kwa muda mfupi M23 haitakuwa Nzibira. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu wa Amani TV Media, matumaini yangu makubwa ni kwamba wewe ni mzima wa afya popote unapotutizama kwa muda na majira kama na haya. Kama kawaida tuko hapa kukuletea habari za ukweli na za uhakika kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan kule kwenye uwanja wa vita. Hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika. Mchana wa leo tarehe 3 Oktoba mwaka wa 2025 nakuletea habari za uhakika kuhusu kinachoendelea huko Nzibira, na habari hizi zinatoka moja kwa moja kwa wazalendo wanaopatikana huko kwenye uwanja wa vita. Tutamkaribisha Jenerali Maeshe Kaasha Simba Wankutu kutoka maeneo pembezoni na mji wa Nzibira, ili wewe msikilizaji na mtazamaji wetu upate kufahamu habari za uhakika. Hivyo na kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza video zetu kwa walio wengi zaidi, ili nawe pia uendelee kuzipata kila siku. Na baada ya mji wa Nzibira kuanguka mikononi mwa waasi wa M23 wiki iliyopita, kumekuwa na taarifa nyingi kwenye mitandao ya kijamii kuhusu mji huo wa Nzibira. Sasa leo hii tumewasiliana naye Kamanda Simba Wankutu Maeshe kutoka maeneo hayo, na ameeleza ukweli kuhusu kinachoendelea Nzibira. Hivyo na kualika kwa umakini kusikiliza mahojiano ya Kamanda Simba Wankutu na media yako, ili upate kufahamu ukweli wa kile ambacho kinaendelea kwa sasa maeneo ya Nzibira. Ndiyo kiongozi, jambo na karibu kwenye runinga yetu ya Amani TV Media. Kwanza kabisa tungehitaji uanze kujitambulisha, kisha upate kuambia wasikilizaji na watazamaji wetu hali ambayo inaendelea huko kwenye uwanja wa vita maeneo ya Nzibira, kwa sababu kunakuwa na taarifa nyingi ambazo zinatoka kila siku kwamba kuna baadhi ya ndege za kivita zimeshambulia Nzibira, huku wengine wakisema kwamba Nzibira tayari imeshakombolewa na wazalendo, lakini pia wengine wakisema kwamba wa M23 unaendelea kusonga mbele na kutamani kuingia katika kijiji cha Chulwe. Wewe mmoja kati ya makamanda ambao unapatikana kwenye uwanja wa vita, tuambie kwa urefu na mapana kuhusu hali ambayo inaendelea huko ambako mnapatikana, kamanda. Sawa journaliste, mimi naitwa kwa jina Maeshe Kaasha Simba Wankutu, koordinatere ya Wazalendo Axe Walungu Shabunda Kabare. Na kisi unaniuliza, ndio kwa kweli M23 iko Nzibira, tunachangia Nzibira. M23 iko ngambo moja na sisi tuko ngambo ingine, lakini tunajua kama kwa muda mfupi M23 haitakuwa Nzibira. Na ile habari ya kusema kama M23 inaelekea Chulwe ni bongo mtupu. Eneo zote zinafungwa, adui hana hata muda, anaweza piga empa kutoka pale Nzibira kujielekeza Chulwe. Tunajua kabisa kama eneo zote zinafungwa tena kwa nguvu. Asante. Kamanda, aone kuendelea kuwa kwa waasi wa M23 maeneo ya Nzibira kutowafanya tena wajikusanye na nguvu kasi na kuja kuwashambulia maeneo ambayo mnapatikana, labda ni kipi ambacho mnakisubiria kwa ajili ya kuingia katika harakati za kukomboa maeneo ya Nzibira, kamanda? Asante sana journaliste. Bale hawaendelee kubakia pale, ni sisi tumewatia pale sababu tumeona kama wale wajinga wamecheza na sisi sana, ndio maana tunawatia pale kusudi tunawatega. Tunapenda wakati watapata moto kusikoa hata mwenye atabebaka habari, wote waishie Nzibira sawa vile Muleleri ishiaka Nzibira. Tunapenda maana yake kitendo yenye tatendeka kupitia bale itume na hata siku moja kusikoake hata mwingine rebel wala mwingine adui mwenye atawaziaka kuingia Nzibira, sababu tunajua tutamaliza, hakutakuwa wakubeba hata habari. Asante. Naam, kamanda, labda unaweza kueleza nguvu za wahasi ziko sehemu gani? Aidha, unahisi kwamba nguvu zao zinatokana na nini ambazo zinapelekea wao kuendelea kudhibiti maeneo ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo?
Sawa sawa journaliste, unajua mimi ni mwanajeshi, siko politicien. Mambo yote siwezi nikajua, sababu sisi wanajeshi hatucheze politiki sana, lakini najua kama hawana nguvu, hakuna nguvu yenye kuwa nayo, sababu najua kama kwa muda mfupi ile nguvu yabo itaisha. Sio maana siwezi jua nguvu, sababu najua kama habana nguvu, ni muda tu, ni wakati, sababu kila wakati na majira yake, lakini hakuna nguvu yenyewe wako nao, sababu sisi ni gouvernement, na sisi vile gouvernement tunajua kama hakuna nguvu mwasi anaweza kuwa nao. Sisi ndio wenye nguvu, sababu si ndio gouvernement. Asante. Labda kwa sasa kuna mapambano yoyote ambayo yanaripotiwa kati yenu nyinyi wazalendo na kundi la wahasi wa M23 maeneo hayo, aidha bado hali inatulia? Ndio, kulikuwa mapambano yenye tulikuwa nayo na wale wahuni. Walikuwa wanatafuta kujielekeza kwenda Chulwe, na ni wapo baliingia mumtego ya kwetu. Tuliwapiga, tuliwatengeneza, tukakamata wamoja na wengine tukawanyang'anya vifaa, na wenyewe walibakiaka wakakimbia wakarudia tena Nzibira, na mpaka kwa sasa kimya iko. Na labda una ujumbe gani kwa wazalendo wote wa Shabunda, Mwenga, Uvira na Fizi kuhusiana vita hivi ambavyo wazalendo wanakuwa na chuki ndani yao, wanakuwa waelewani? Labda una ujumbe gani kwa wazalendo wote? Asante sana journaliste. Ujumbe nye nitaweza pano kwa wazalendo ni kusema kama tujikaze sana, sisi sote wazalendo kwa wazalendo, tukue singa moja na tupatane vraiment. Kila mtu aone mwenzake bora, kusudi tuangalie kisi ya kushinda hii vita, sababu ni vita kali na ni vita yenye nalomba batu yote basikilizane na bapatane, na tupatane na FRDC yenye ingali kumsimamo, sababu kuna FRDC kabisa yenye ingali kumsimamo, na kile FRDC niko kumsimamo yote tupatane nayo, na tuheshimu population yetu na tuichunge, sababu population yetu ndio inatuma tunakubali kupigana hii vita. Ingekuwa inchi ilikuwa vierge, haina population, tungekubali bale baasi bafanye vyenye banataka, lakini kama tuko tunapigana na hao waasi leo ni juu ya population yetu. Tusekirize population mahali kote kwenye tunapatikana, tuchunge population na mali yao, na sisi wazalendo tupatane, tuache vya kukorogana, tujue kama tuko mtu mmoja na objectif ni moja. Siku moja sisi sote tutakutanana kwenye baba yetu amepatikana, sababu sisi ni watoto wa mzazi moja. Mi nimejua kabisa kama hakuna vita yenye inaweza shinda wazalendo, sababu wazalendo ni population, na population haina mpaka, ni Kongo nzima, na hakuna force yenye inaweza piga population, sababu population haishindwake, na population ni gouvernement. Tuko na matumaini kama kwa muda mfupi Nzibira na Walungu itagombolewa, na zingine maeneo zote zenye waasi wanadhibiti zote zitagombolewa. Asante. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, natumai kwamba umepata kuelewa habari za ukweli na za uhakika kuhusu yale ambayo yanaendelea huko Nzibira. Najua ya kwamba utakuwa labda ulikuwa na maswali mengi kuhusu ni kipi ambacho kinaendelea Nzibira. Sasa majibu ni haya ambayo umeyapata kutoka kwa kamanda huyo ambaye anapatikana huko kwenye uwanja wa vita. Kulingana na yeye, amesema ya kwamba mji wa Nzibira unagawanyika mara pili. Upande mmoja unadhibitiwa na wazalendo, lakini upande mwingine mkubwa, yani Nzibira Center, ndipo kunapatikana waasi wa M23. Kwa hivyo nakusihi kusubscribe, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu ili uendelee kupata habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan na kule kwenye uwanja wa vita. Hii ni Amani TV Media. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe mchana wa leo. Kwaheri.